Maadhimisho ya wiki ya elimu juu ya ugonjwa wa shinikizo la macho huadhimishwa duniani kote, ikiwa ni mpango ulioanzishwa na chama cha wagonjwa wa shinikizo macho na chama cha wataalamu wa afya wa shinikizo la jicho, na kwa lengo kuu la kuongeza uelewa na kujenga ufahamu kwa wananchi juu ya ugonjwa wa shinikizo la jicho kwa jina la kitaalamu ambao unajulikana kama glaucoma au pressure ya macho, katika azima nzima ya kuzuia ulemavu wa kutoona. Tanzania unaungana na nchi nyingine duniani kuadhimisha wiki hii muhimu kwa afya ya macho. Maadhimisho haya yaliyoungwa mkono na wadau wa afya ya macho duniani kwa mwaka huu unafanyika wiki ya tarehe 1 mpaka 17 mwezi wa Machi. Tatizo la shinikizo la macho ni kubwa sana duniani, na hapa kwetu Tanzania inakadiriwa kuwa watu takriban milioni 1,740,000 wana matatizo ya kutoona vizuri kunakosababishwa na tatizo hili. Matatizo haya yanaongezeka, yanayoongeza ni pamoja na mtoto wa jicho, tatizo la upeo mdogo wa kuona, lakini kufuatiwa na shinikizo la macho. Katika mwaka 2017 ni watu 13,240 tu waliohudhuria katika vituo vyetu vya kutoa huduma wakiwa na tatizo la shinikizo la macho. Idadi hii ni ndogo sana ikilinganishwa na watu walio katika hatari ya kuwa na ugonjwa huu, ambapo wapo wengi tu katika jamii yetu na hawajagunduliwa. Tatizo kubwa la ugonjwa wetu huu ni kwamba unashambulia mifumo ya fahamu inayoelekea katika jicho, unapelekea mawasiliano ya uoni kwenye ubongo, kwa maana nerve ya optic, ili kuweza kutafsiri kile unachokiona. Ugonjwa huu husababisha upofu kwa taratibu sana na kwa siku hadi siku bila dalili yoyote katika hatua za awali. Ili kuweza kugundua iwapo mtu ana ugonjwa huu, una umuhimu sana kupima macho angalau mara moja kila mwaka, hasa kwa makundi yaliyo hatarini, hata kama mtu haoni tatizo lolote wakati wa macho. Naomba nisisitize, ugonjwa huu unakuja taratibu sana na wewe huwezi kaona, kwa sababu unakwenda taratibu, na pressure ya jicho inapokuwa inazidi kuongezeka ndio inagandamiza ile nerve ya optic ambayo kazi yake kubwa ni kusaidia kutafsiri kile unachokiona, kupeleka salamu kwenye ubongo ili sasa itoe tafsiri ya kile ambacho unachokiona. Sasa inakwenda kwa taratibu sana. Sasa kadri muda unapokwenda, na kwa sababu wengi hatuoni kama tuna tatizo, mara nyingi tunakuja kugundua tatizo baada ya kwamba tatizo limekuwa kubwa sana. Katika maadhimisho ya wiki ya shinikizo la macho katika mwaka huu 2018 yamebeba kauli mbiu okoa uoni wa macho yako. Sambamba na kauli mbiu hii, ujumbe mahususi kwa jamii na wadau wa huduma ya macho na afya kwa ujumla ni kwamba nenda kapime iwapo una shinikizo la macho. Kauli mbiu hii itahimiza wanajamii kwenda kwenye vituo vya tiba kwa ajili ya kufanyia uchunguzi wa tatizo la shinikizo la macho. Kila mwanajamii anapaswa kupima afya ya macho yake angalau mara moja kwa mwaka. Na hili ningependa sana kusisitiza, ndugu wananchi, tumekuwa na changamoto. Mara nyingi tumekuwa tunaenda hospitali pale ambapo tayari tumeshaathirika, lakini hatuna taratibu za kwenda hospitali angalau mara moja kwa mwaka na kuambia watu wa huduma zetu, hebu naomba unifanyie vipimo vya mwili mzima. Magonjwa mengi tunaweza tukayazuia iwapo tutafanya uchunguzi wa afya zetu angalau mara moja kwa mwaka. Sasa watu gani ambao wanaathirika zaidi na hili shinikizo la macho? Kwanza, tafiti zinaonyesha kwamba sisi kama Afrika ni kundi ambalo tunaathirika zaidi kuliko watu wa aina nyingine. Lakini vile vile ugonjwa huu kama nilivyosema pale awali hauna dalili katika hatua za mwanzo za ugonjwa, lakini rika ambalo linaathirika zaidi vile vile ni watu ambao wanaanzia miaka 40 na kuendelea, na mara nyingi huambatana na tatizo la kutoona mbali. Vile vile ugonjwa huu unaenda katika familia. Kama kuna mgonjwa ambaye katika familia yenu alishawahi kuwa nao, uwezekano ndugu nyingine ndani ya familia kupata ugonjwa nao ni mkubwa sana.
Ugonjwa huu husababisha upofu kwa muda mfupi kutokana na kuanza kujitokeza kwa umri mdogo, na ugonjwa huu una viwango vya juu sana vya pressure ya maji ya jicho, pamoja na kuwa magonjwa haya mara nyingi hujitokeza katika umri wa miaka 40 na huwa unazidi kadri umri wa mtu unapoendelea kuwa. Ndugu wananchi, matibabu ya ugonjwa huu wa pressure ya shinikizo la macho yanapatikana nchini kote katika vituo vyetu vya kutoa huduma, hospitali zetu kubwa, hospitali zetu za rufaa za kanda na katika hospitali za rufaa za mikoa ambapo tuna wataalamu wa macho. Kuna tiba ya dawa za kushusha pressure ya jicho, lakini kuna pia tiba kwa njia ya upasuaji kwa wale ambao tiba ya dawa haitashusha pressure kwa kiwango cha pressure iliyokuwa salama. Iwapo ugonjwa wa shinikizo la macho utagundika mapema kabla mtu hajaanza kupoteza uwezo wa kuona, tiba ya mapema itamwezesha mtu huyo kuzuia hali ya upofu kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo serikali inaendelea kushirikiana na wadau kuboresha miundombinu pamoja na kusogeza wataalamu wa afya ya macho, vifaa tiba ili kusogeza huduma ya uchunguzi wa tiba kwa matatizo ya macho ikiwepo shinikizo la macho karibu zaidi na wananchi ili kupunguza umbali wa kufuata huduma ya macho. Aidha, kwa kupitia mwongozo wa tiba na orodha ya dawa muhimu uliozinduliwa hivi karibuni, tumeuzindua mwezi Februari mwaka huu, serikali itasimamia kuhakikisha kwamba hali ya upatikanaji wa dawa za macho katika vituo vya dawa inazidi kuelimika. Ndugu wananchi, kama sehemu ya maadhimisho ya juma hili, kutakuwa na shughuli za elimu ya afya ya macho pamoja na upimaji wa afya ya macho kwenye hospitali mbalimbali hapa nchini kwa wiki nzima kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Machi kwa wale wote watakaojitokeza katika kliniki za macho. Hata hivyo, iwapo wewe au mwanafamilia mwenzako yuko kwenye umri wa miaka 40 na kuendelea au kwenye familia kuna ndugu mwenye tatizo hili, mnahimizwa kufika katika hospitali hiyo karibu na wewe ili kupimwa pressure ya macho na vipimo vingine kwa kuchunguza hali ya mishipa ya fahamu ya ndani ya jicho lako. Pamoja na elimu kwa wagonjwa wote watakaojitokeza katika kliniki za macho, elimu kuhusu shinikizo la macho itatolewa pia kupitia vyombo mbalimbali vya habari na kuelimisha jamii. Kwa hiyo ndugu wananchi, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa kila mmoja wetu kutumia maadhimisho haya kwa kupima macho. Ikumbuke kuwa uwezo wa kuona uliopotea kutokana na shinikizo la macho hauwezi kurejeshwa tena baada ya tiba. Lengo kuu la matibabu ni kuzuia uharibifu usiendelee kutokea kwa kupunguza presha ya macho. Hivyo kupima mapema ni bora zaidi kuliko kusubiri ugundulike na madhara ya ugonjwa yakiwa yameshajitokeza. Endapo utashindwa kupima katika kipindi cha juma hili la maadhimisho, unawaswa kufika kwa ajili ya huduma ya upimaji katika hospitali zetu zote hapa nchini mara utakapopata fursa. Tushirikiane kutokomeza ulemavu wa kutoona. Asante sana. Maadhimisho ya wiki ya elimu juu ya ugonjwa wa shinikizo la macho huadhimishwa duniani kote, ikiwa ni mpango ulioanzishwa na chama cha wagonjwa wa shinikizo macho na chama cha wataalamu wa afya wa shinikizo la jicho, na kwa lengo kuu la kuongeza uelewa na kujenga ufahamu kwa wananchi juu ya ugonjwa wa shinikizo la jicho kwa jina la kitaalamu ambao unajulikana kama glaucoma au pressure ya macho, katika azima nzima ya kuzuia ulemavu wa kutoona. Tanzania unaungana na nchi nyingine duniani kuadhimisha wiki hii muhimu kwa afya ya macho. Maadhimisho haya yaliyoungwa mkono na wadau wa afya ya macho duniani kwa mwaka huu unafanyika wiki ya tarehe 1 mpaka 17 mwezi wa Machi. Tatizo la shinikizo la macho ni kubwa sana duniani, na hapa kwetu Tanzania inakadiriwa kuwa watu takriban milioni 1,740,000 wana matatizo ya kutoona vizuri kunakosababishwa na tatizo hili. Matatizo haya yanaongezeka, yanayoongeza ni pamoja na mtoto wa jicho, tatizo la upeo mdogo wa kuona lakini kufuatiwa na shinikizo la macho. Katika mwaka 2017 ni watu 13,240 tu waliohudhuria katika vituo vyetu vya kutoa huduma wakiwa na tatizo la shinikizo la macho. Idadi hii ni ndogo sana ikilinganishwa na watu walio katika hatari ya kuwa na ugonjwa huu, ambapo wapo wengi tu katika jamii yetu na hawajagunduliwa. Tatizo kubwa la ugonjwa wetu huu ni kwamba
unashambulia mifumo ya fahamu inaelekea katika majicho, unapelekea mawasiliano ya uoni kwenye ubongo, kwa maana nerve ya optic, ili kuweza kutafsiri kile unachokiona. Ugonjwa huu husababisha upofu kwa taratibu sana na kwa siku hadi siku bila dalili yoyote katika hatua za awali. Ili kuweza kugundua iwapo mtu ana ugonjwa huu, kuna umuhimu sana kupima macho angalau mara moja kila mwaka, hasa kwa makundi yaliyo hatarini, hata kama mtu haoni tatizo lolote wakati wa macho. Naomba nisisitize, ugonjwa huu unakuja taratibu sana na wewe huwezi kaona, kwa sababu unakwenda taratibu, na pressure ya jicho inapokuwa linazidi kuongezeka ndio inagandamiza ile nerve ya optic ambayo kazi yake kubwa ni kusaidia kutafsiri kile unachokiona, kupeleka salamu kwenye ubongo ili sasa itoe tafsiri ya kile ambacho unachokiona. Sasa inakwenda kwa taratibu sana. Sasa kadri muda unapokwenda, na kwa sababu wengi hatuoni kama tuna tatizo, mara nyingi tunakuja kugundua tatizo baada ya kwamba tatizo limekuwa kubwa sana. Katika maadhimisho ya wiki ya shinikizo la macho katika mwaka huu 2018 yamebeba kauli mbiu okoa uoni wa macho yako. Sambamba na kauli mbiu hii, ujumbe mahususi kwa jamii na wadau wa huduma ya macho na afya kwa ujumla ni kwamba nenda kapime iwapo una shinikizo la macho. Kauli mbiu hii itahimiza wanajamii kwenda kwenye vituo vya tiba kwa ajili ya kufanyia uchunguzi wa tatizo la shinikizo la macho. Kila mwanajamii anapaswa kupima afya ya macho yake angalau mara moja kwa mwaka. Na hili ningependa sana kusisitiza, ndugu wananchi, tumekuwa na changamoto. Mara nyingi tumekuwa tunaenda hospitali pale ambapo tayari tumeshaathirika, lakini hatuna taratibu za kwenda hospitali angalau mara moja kwa mwaka na kuambia watu wa huduma zetu, hebu naomba unifanyie vipimo vya mwili mzima. Magonjwa mengi tunaweza tukayazuia iwapo tutafanya uchunguzi wa afya zetu angalau mara moja kwa mwaka. Sasa watu gani ambao wanaathirika zaidi na hili shinikizo la macho? Kwanza, imeonyesha, tafiti zinaonyesha kwamba sisi kama Afrika ni kundi ambalo tunaathirika zaidi kuliko watu wa aina nyingine. Lakini vile vile ugonjwa huu kama nilivyosema pale awali hauna dalili katika hatua za mwanzo za ugonjwa, lakini rika ambalo linaathirika zaidi vile vile ni watu ambao wanaanzia miaka 40 na kuendelea, na mara nyingi huambatana na tatizo la kutoona mbali. Vile vile ugonjwa huu unaenda katika familia. Kama kuna mgonjwa ambaye katika familia yenu alishawahi kuwa nao, uwezekano ndugu nyingine ndani ya familia kupata ugonjwa nao ni mkubwa sana. Ugonjwa huu husababisha upofu kwa muda mfupi kutokana na kuanza kujitokeza kwa umri mdogo, na ugonjwa huu una viwango vya juu sana vya pressure ya maji ya jicho, pamoja na kuwa magonjwa haya mara nyingi hujitokeza katika umri wa miaka 40 na huwa unazidi kadri umri wa mtu unavyoendelea kuwa. Ndugu wananchi, matibabu ya ugonjwa huu wa pressure ya shinikizo la macho yanapatikana nchini kote katika vituo vyetu vya kutoa huduma, hospitali zetu kubwa, hospitali zetu za rufaa za kanda na katika hospitali za rufaa za mikoa ambapo tuna wataalamu wa macho. Kuna tiba ya dawa za kushusha pressure ya jicho, lakini kuna pia tiba kwa njia ya upasuaji kwa wale ambao tiba ya dawa haitashusha pressure kwa kiwango cha pressure iliyokuwa salama. Iwapo ugonjwa wa shinikizo la macho utagundika mapema kabla mtu hajaanza kupoteza uwezo wa kuona, tiba ya mapema itamwezesha mtu huyo kuzuia hali ya upofu kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo serikali inaendelea kushirikiana na wadau kuboresha miundombinu pamoja na kusogeza wataalamu wa afya ya macho, vifaa tiba ili kusogeza huduma ya uchunguzi wa tiba kwa matatizo ya macho ikiwepo shinikizo la macho karibu zaidi na wananchi, ili kupunguza umbali wa kufuata huduma ya macho. Aidha, kwa kupitia mwongozo wa tiba na orodha ya dawa muhimu uliozinduliwa hivi karibuni, tumeuzindua mwezi Februari mwaka huu, serikali itasimamia kuhakikisha kwamba hali ya upatikanaji wa dawa za macho katika vituo vya dawa inazidi kuelimika. Ndugu wananchi, kama sehemu ya maadhimisho ya juma hili, kutakuwa na shughuli za elimu ya afya ya macho pamoja na upimaji wa afya ya macho kwenye hospitali mbalimbali hapa nchini kwa wiki nzima kuanzia tarehe 11 hadi tarehe 17 Machi kwa wale wote watakaojitokeza katika kliniki za macho. Hata hivyo, iwapo wewe au mwanafamilia mwenzako yuko kwenye umri wa miaka 40
na kuendelea, au kwenye familia kuna ndugu mwenye tatizo hili, mnahimizwa kufika katika hospitali hiyo karibu na wewe ili kupimwa presha ya macho na vipimo vingine kwa kuchunguza hali ya mishipa ya fahamu ya ndani ya jicho lako. Pamoja na elimu kwa wagonjwa wote watakaojitokeza katika kliniki za macho, elimu kuhusu shinikizo la macho itatolewa pia kupitia vyombo mbalimbali vya habari na kuelimisha jamii. Kwa hiyo ndugu wananchi, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa kila mmoja wetu kutumia maadhimisho haya kwa kupima macho. Ikumbuke kuwa uwezo wa kuona uliopotea kutokana na shinikizo la macho hauwezi kurejeshwa tena baada ya tiba. Lengo kuu la matibabu ni kuzuia uharibifu usiendelee kutokea kwa kupunguza presha ya macho. Hivyo kupima mapema ni bora zaidi kuliko kusubiri ugundulike na madhara ya ugonjwa yakiwa yameshajitokeza. Endapo utashindwa kupimwa katika kipindi cha juma hili la maadhimisho, unawaswa kufika kwa ajili ya huduma ya upimaji katika hospitali zetu zote hapa nchini mara utakapopata fursa. Tushirikiane kutokomeza ulemavu wa kutoona. Asante.